Jamani, habari zenu. Mimi ni ndugu yenu Humphrey Polepole. Natumani mko salama na wapa taarifa. Mungu akipenda. Humphrey Polepole alikuwa amekosea wapi? Ni zile taarifa ambazo alikuwa akivujisha na kidogo ilikuwa inaumiza watu, anamemtaja Kikwete na kadhalika, kwamba kama alikuwa na expose mbele ya umma. Inakuwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Siku ya leo tunadadavua vitu vingi ambavyo vinafanyika nchini Tanzania, na tunaangalia issue ya aliyekuwa balozi wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maeneo ya Cuba, muite Humphrey Polepole, ambaye hadi wa leo baada hajulikani aliko. Muhimu sana mzee. Inakuaje mzee? Safi. Naam. Mambo mazuri, lakini bado ukanda wa Afrika Mashariki macho kwa sasa bado tunaangalia Tanzania, kisha baadaye tuone mambo yanakwendaje nchini Uganda. Na kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027 macho yatakuwa yanaelekea katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hiyo tunapiga 360 katika ukanda wa Afrika Mashariki na kati. Wanasema nyuzi 360. Ya, kwa hakika, kwa ajili ya kuweza kungamua yote na ujiri kwenye mataifa husika. Bwana, jamaa huyu ambaye anajulikana kama Humphrey Polepole hadi wa leo ajulikani aliko, na jeshi la polisi wametengeza mazingira kuaminika kuwa hawakuhusika na utekaji wa Humphrey Polepole. Nadhani walikiri kwamba yupo katika mikono msema vyombo vya dola, kwamba walimkamata na picha zilionyesha kwamba kweli alitekwa pale kutekwa, unaona lakini sasa kuna kikosi maalum ambacho inatumika na wale ambao tunaita deep state, wale ambao wana kwa kimombo wanasema state capture, unaona watu ambao wana nguvu za ziada. Ni kikosi maalum ambao huwa ina operate nje ya command ya idara ya polisi husika, unaona yani genge nje utaratibu. Ni genge maalum inajumuisha watu ambao sio maafisa wa usalama na watu ambao wapo katika idara ya usalama, unaona so ni kama mafia kule nchini Italia, unaona ndio sasa wanatekeleza mambo yao nje ya utaratibu wa jeshi la polisi. Hata Kenya kuna wakati imetokea huyu jamaa akiandamwa sana, anaitwa nani, Lagat, kutokana na kifo cha Albert Ojwang, unaona ni vikosi vya watu ambavyo ni mseto, ni mchanganyiko, wale ambao ni maafisa wa usalama na wale wahuni ama goons ambao wana serve interest, wana shughulikia maslahi ya wakubwa wao, unaona that's why unaweza kuona alitekwa na serikali iliona ni kama alikuwa na wachafulia jina na ndio sababu wakaona tukimpata ndio hivyo. Sasa wengi walikuwa wanakuuliza si tulidhani uko Cuba ama uko katika mataifa Marekani ama kule Ulaya, vipi tena ulirudi Tanzania na ilikuwa kwa njia gani, unaona? Ila serikali ilijua yupo ndani, manake unajua unaporudi si passport inaonyesha umeondoka na kwa hiyo kugongea muri. So walijua yupo nchini Tanzania, wala hajatoroka. Walikuwa tafuta tu mahali yupo kwa ajili ya kumnasa, na hatimaye serikali siku zote wana mkono mrefu, wakampata. Naam. Kwa mantiki hiyo nadhani kosa la Humphrey Polepole linaweza kuwa ni gani? Hana kosa. Yeye anasema kile ambacho aliona ni afadhali kwa mujibu wa katiba ya nchi, kwamba ana uhuru wake wa kujieleza, unaona na kwa kuwa ana uhuru wa kujieleza, labda maneno yake yalikuwa ni makali mno dhidi ya watu fulani serikalini ambao waliwaita mtandao. Alitaja Jakaya Mrisho Kikwete, ametaja baadhi ya wahusika wengi wakina Rostam, wakiwa ndio baadhi ya watu ambao wanaifilisi taifa, na hata kuna wakati mmoja akitaja bayana kuwa hayati Magufuli kuna wakati alimlalamikia kwamba mtangulizi wake kidogo ana njama za kumhujumu ama kuvuruga utawala wake. Na ikawa ni jambo ambalo kidogo ikaleta hofu kubwa na wasiwasi katika taifa, wengi wakijiuliza inakuaje. Manake Kikwete mwenyewe hata wakati wa msiba wa Magufuli kule Chato alisema
wengi wamenilaumu, lakini mimi nilikuwa mmoja wa watu ambao nilipendelea sana Magufuli aingie. Nilifuatilia mchakato mzima tangu anachukua fomu, utaratibu wa kugombea na kuteuliwa hayati Magufuli, na pia vile vile alivyo tambulishwa rasmi na Jakaya Kikwete mbele ya umma. Unaona kwamba mimi ni mpole, naondoka mie, lakini tunawaletea chuma hichi kutoka Chato na ni mkali kweli kweli. Humphrey Polepole alikuwa amekosea wapi? Ni zile taarifa ambazo alikuwa akivujisha na kidogo ilikuwa na umiza watu, anamemtaja Kikwete na kadhalika, kwamba ni kama alikuwa na expose mbele ya umma na alikuwa ameingilia ule mtandao wa CCM ambaye yeye alikuwa ni mmoja wao, na mwisho akatupwa nje. Unaona na kwa kutupwa nje aliteuliwa mwanzo kuwa balozi wa taifa la Tanzania katika taifa la Malawi. Baada ya hapo akasukumwa kule Cuba. Kwa hiyo zile taarifa za ndani ambazo wanasema unapokula kiapo upaswi kuachilia. Lakini katika hili kuna yale ambayo najua kilindimo nafsi yake hakuwa naachilia kwa sababu ya kiapo, lakini kuna mambo aliyoona ni muhimu pia kuzungumzia. Mwenyewe alisema Rais Samia sio mtu sahihi wa kupewa fomu kwa ajili ya kugombea urais, na akasema itakuwa na madhara mabaya sana, na tunaona madhara yenyewe tangu wakati huo. So ndani ya CCM kuna watu ambao walikuwa wanavujisha, unaona, taarifa. Mpaka leo unajiuliza Mange anatoa wapi hizi taarifa za ndani? Rachel Dango anatoa wapi hizi taarifa za ndani? Kuna Sativa. Pale ndani kuna watu ambao hawafurahishi na uongozi wa Rais Samia. Ndio sababu unaweza kuona kuna watu ambao wanafanikisha wanaharakati na kumweka katika hali ya wasiwasi. Ndio sababu unaona hata anafutilia mbali sherehe za uhuru, na kufutilia mbali inakuwa ni lockdown. Ni kama siku za corona. Unajua wakati wa corona Tanzania ilikuwa na lockdown. Lockdown imetokea Kenya na mataifa mengine. Kwa hiyo yeye imebidi sasa apige lockdown kwa sababu ya uoga. Anatoroka kwenda kule Dodoma kujificha. Unajua kule karibu na kambi ya jeshi. Una uhakika Mama Samia Suluhu Hassan alijificha jana? Huwezi ambiwa tu, lakini ni mambo ya kawaida, alijificha. Sasa hizi lazima hata movement zake lazima iwe ni very calculated. Manake uadui umekuwa mkubwa, na hususan ndani ya serikali. Kama Magufuli alitoweka katika njia isiyoeleweka, sembuse so lazima awe makini. Hata yule Tesha alizungumza akasema tunataka kujua kilichosababisha kifo cha Magufuli, amiri jeshi wetu mkuu. Manake bado taarifa zilikuwa zimewekwa, zimenyooka, na yupo ambaye alishukiwa, unaona, kuhusika, kina Rostam and the rest. Tetesi hizo. Kwa hiyo hizi taarifa ndio kidogo zimemfanya Humphrey Polepole kukamatwa. Na kuna wengi sasa wameamua sasa hatutadili na watu ambao wapo serikalini, tutadili na wanaharakati kutoka sehemu tofauti tofauti. Sasa ukiangalia kwa undani, unaweza tengeza taswira ya Humphrey Polepole wakati huu mahala yupo, jinsi anavyofikiria, vitu ambavyo vinamfanyikia na vitu kama hivyo. Kufikia aamue kuzungumza ama kuweka mambo kupinga urais wa Samia, kuvurugana na baadhi ya watu ambao ni mtandao, ambao wanafanikisha uhuni serikalini. Lazima kwa vyote vile alijua athari zake, kwamba ipo siku nikikamatwa ndio hivyo. Na kuna wakati alikuwa anasema mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu ndiye ngao makinga yangu, unaona. Kwa hiyo aliyejua huende katokea. Na nikuambia jana kwamba wakati mwingine hawa watu ambao mara nyingi wanazungumza hivi ni kwamba huwa ni mfano wa kondoo, wako tayari kujitoa kama kafara, unaona, kujitoa kafara. Na ndio sababu hakuwa anapata ugumu wa kueleza yote kwa namna jinsi mambo yanavyoendelea katika serikali husika. Ndani ya CCM kwenyewe kuna makundi kadha wa kadha. Na ndio sababu lazima kwa vyote vile rais awe makini. Movement zake, kama ni sekta ya jeshi ambao labda pengine wako loyal, watiifu, kama idara ya polisi. Manake baadhi ya watu ambao wamemzunguka hata wanapenya meno karibu yake ama karibu naye, sio tu kwamba wanamaanisha, inaweza kuwa ni tabasamu ya kinafiki. Kwa hiyo yupo kwenye njia panda.
Kuna wakati fulani mamake mzazi Humphrey Polepole alifanywa interview na runinga ya BBC ambapo aliongea kuhusu vitu vingi ambavyo vinamkumba mwanawe Humphrey Polepole. Na yule ni mzazi ndio, na unajua uchungu wa mwana juae ni mzazi. Akairai serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imwachilie Humphrey Polepole. Hata wakati fulani akaonekana kama amefika kotini kule, ndiye angalau apate kujua hali halisi inakuaje. Unadhani ishu kama hiyo inakuaje katika jamii? Ya mama ni mama, ako vyote vile. Labda yule ambaye pengine amekuchoka atasema yeye acha dunia ikufunze, lakini huyu akasema amelewa katika maadili na kadhalika. Kila mmoja lazima tetee mwanawe, unaona? No. Hata wewe mwizi au nini lazima atamtetea. Kwa hiyo akamuuliza wewe pia ni mama, je ikakutokea? Lakini katika hili ni system ndio inafanya kazi, mfumo wa utawala na magenge serikalini. Ya kila mmoja na serve interest yake, maslahi yake binafsi. Ndio sababu inakuwa ni changamoto kwa mama kuweza kumpata mwanawe. Hata juzi imetokea Nifa, mama yake pia akapiga unyende, unaona? Kwa hiyo Samia ndio kwa umbali anaweza kuwa anatazama, anaona huyu amenichokora na niharibia, lakini fanyeje, unaona ya akishika huyu anadhani atanyamazisha, wengine wametokezea. Yani ni kama upele vile, inatoka mwili mzima, na nchi ni kama mwili. Sehemu moja tu ya mwili wako unapoumwa, mwili nzima haitakuwa timamu. Lazima kutakuwa na maumivu ambayo inavuruga normal operation ya mwili wako. Na ndio sababu unaweza kuona nchi na linganisha siku zote na mwili wa binadamu. Uwezo ukapuuza upande ule mwingine ukasema wacha nitadili na hawa na wale ni wapuuzilie mbali. Haiwezi. Kwamba nitaosha uso na nikose kuosha makwapa na sehemu nyeti, unaona? Ama nitaosha miguu na niache kichwa. Lazima kama ni kuoga naoga mzima. Kwa hiyo ndio magumu ambao wanapitia kwa sasa, hususan serikali ya CCM. Alafu unajua kakake ambaye anajulikana kama Agostina Polepole amekuwa akiongea kuhusu vitu vingi. Alafu vile vile kuna wale ambao amewataja ambao wanahusika katika utekaji wa Humphrey Polepole. Alimtaja huyo afisa wa jeshi la polisi ambaye anajulikana kama Mafwele, akamtaja Jakaya Kikwete, alafu vile vile akamtaja mwanawe Jakaya Kikwete ambaye anajulikana kama Ridhiwani. Kwa maana alikuwa anasema kuwa kuna kikao fulani wa kina Ridhiwani alikaa na washikaji wake, unaona? Wakasema kuwa ile hali ya Humphrey Polepole kuachiliwa inaweza kuwa ni mtihani, hawatamwachilia. Kwa sababu aliwatekenya, unaona? Na Ridhiwani ni mmoja wapo wa uhuni ambao wametajwa sana kwenye maeneo mengi. Juzi akizungumza kwamba tuitwe tufanyiwe mahojiano na kadhalika, unaona? Kwa kutajwa kuwa na husika na mambo ya kihuni katika taifa hili. Unasema you are not guilty until proven what? You are innocent until proven guilty. Proven guilty, dear. Kwa hiyo wote lazima pia labda pengine wawe na kikao cha kipekee kwa ajili ya kuweza kusafisha majina yao. Sawia na ndugu Jakaya Mrisho Kikwete na kadhalika. Inaweza kuwa ni ukweli, manake kila mmoja katika jamii, na unaposhika nafasi kwenye jamii inamaanisha kwamba una interest zako. Kwa hiyo nyuma pazia kuna mambo mengi unafanya, kuna biashara, kuna deals unapiga na watu wa nje. Kwa hiyo kuja kuvurugwa inakuwa ni mtihani. Hata tunaona katika taifa la Kenya, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru, wakati wa Moi. Wakati wa Moi kuna mwanawe Moi, kwa mujibu wa taarifa zilizokuwepo, tetesi hizo ni kwamba alihusika kwa kifo cha binti moja wa Uingereza, kwa maana Julie Ward ndio. Miaka 90 huko ama 80 kule katika mbuga ya wanyama Masai Mara. Manake ni kama alimtolea macho, kumezea udenda, unaona na kisha baadaye akammaliza. Kwa hiyo ikawa ni kesi ya muda mrefu. Majasusi walikuja kutoka Scotland Yard kuja na Nairobi kufuatilia, lakini kwa vile yule alikuwa ni mwanawe Moi na Moi alikuwa ni rais wakati huo, akamkingia kifo mwanawe mpaka mwisho. Inasemekana kwamba kuna fedha nyingi sana zilipwa kwa faida ile familia, na mzungu sio mtu wa kuacha kitu. Kwa hiyo hawa ni familia ambazo zimekuwa mamlakani, wamejua utamu wa utajiri, unaona, na utamu wa power, unaona, ili walau kuweza kutimiza ndoto na malengo yao. Kwa hiyo
wanaweza kuwa wanahusika kwa njia moja ama nyingine. Siwezi shangaa ikiwa kwa hakika wanahusika kwa njia moja ama nyingine. Kwa maana Agostino Polepole alikuwa anasema kuwa Kikwete nafaa kumbuke pia pale ambapo mwanawe alikuwa na changamoto za hapa na pale, changamoto za tunaweza itaje ni security issues kule China na kiusalama, lakini hakuingia kwa undani. Sasa sijui ilikuwa ni issue gani ya Ridhiwani kule nchini China kule, sijui ilikuwa ni magendo ama dawa za kulevya. Unajua watu pia ni watu wa ajabu. Unajua taifa kuna mambo mengi yanaendelea nyuma pazia. Kuna wakati moja Polepole pia kataja mwanawe Samia Komana Abdul alikwenda nchini Uganda na wahusika fulani kwa ajili ya kwenda kumuona Rais Museveni. Na alipofika kule ikawa ni kutafuta namna kuzalisha umeme awe na kampuni yake. Unajua mwana wa rais anapokwenda kule na kufanya mkutano ama kusemezana na rais wa nchi, which means kuna direct troopers kutoka kwa mama ambaye ni mzazi ambaye ni rais wa nchi. So pale Museveni naye kwa ujanja wake akapiga picha na akaweka kwenye Twitter, unaona? Na zile deals zikafa hivyo hivyo, unaona? So katika hili inaweza kuwa kuna mengi tu ambao wamefanya nyuma pazia kutokana na ushawishi walionao. Unaona Bwana anasema utanifanya nini? Hata askari ama jeshi wanasema ni mwana wa rais, labda pengine baadaye sheria itakuja kwa hukumu. Na Polepole alikuwa anawaambia ipo siku mtakamatwa. Heche anasema mtakuja kukamatwa siku moja mtakapoachia ngazi. So ili kutokamatwa na wana wasiwasi lazima ujitahidi kulinda. Vile Moi alikuwa akifanya wakati wa Nicholas Biwott, wakina Joshua Kulei, nakumbuka wakati wa Mwai Kibaki walikuwepo watu ambao walikuwa wamevimba hicho wakati huo, wakina Chris Murungaro, wakina Chris Murungi, Kiraitu Murungi, Martha Karua, Untouchable, wakina Kibicho baadaye kwa upande wa Uhuru na kadhalika. So huo ni watu ambao wanajiona miungu watu na wanajisahau. Na hata Polepole alikuwa ni mmoja wapo. Akidance mambo yake, unaona? So power is transient, unaona? Tables change, unaona? Meza kupinduka. Power ama dola ipo katika mikono ya mtu mwingine, kesho itakuwa katika mikono ya mtu tofauti. Kwa hiyo labda pengine makosa aliyofanya kule China akangangana akamrudisha nyuma, sio yeye peke yake. Hata kulikuwa na msichana hapa alikuwa muimbaji, alikuwa anaitwa Masi nani, kuna mwanadada mmoja alikuwa muimbaji wa kupigwa mfano wa Bongo Flava Masongange. Baadaye akatatizika pakubwa na akawa na uraibu wa matumizi ya dawa za kulevya. Kwa anaitwa Masongange. Masongange. Kule China mwisho Rais Kikwete akamng'ania, akarudi nyumbani akaachiliwa. Kwa hiyo nyuma kidiplomasia yupo vizuri. Anaweza mkubali sana Kikwete. Lakini sasa kwa haya yote jina lake linatajwa kila wakati. Haiwezi kuwa ni kwa bahati mbaya mpaka kuhusishwa na kifo cha Magufuli. Haiwezi kuwa ni bahati mbaya. Unajua intelligence ni kubwa. Kuna kitu katika investigative journalism, kufuatilia tukio kwa ajili ya kupata undani wa taarifa. Iwe ni criminal stories. Kuna human trail na paper trail. Unaona, ukifuatilia mambo matukio ambayo yametokea na matukio ambayo ni ya crime, unaona? So human trail unaweza kupata fingerprints, unaona? Unaweza kupata labda pengine maandishi, unaona? Mambo mengi tu, yani mchirizo wa damu, miguu, zile wayo na kadhalika, unapata vitu lakini sasa kwa paper trail ni hizo text, unaona? Hata kwenye simu inaweza kuwa ni miamala, vitu kama hivyo. So lazima kwa vyote vile utawacha alama mahali. Na kuna watu ambao wanahusika, lazima watafanya nini? Wataliki information. So katika hili ndio ile Tesha aje azungumze. Wana mambo mengi sana nyuma ya pazia. Huwa ni ngumu sana kusafisha, kuua mtu, kudhuru mtu ama lazima kutakuwa na wale ambao ni wataalamu wa mambo sana sana, huwa ni warusi. Ndio wanajua kuexecute. Na unadhani wa Tanzania wamemfelisha Humphrey Polepole? Wanamfelisha vipi? Yeye na
na vita vyake aidha na serikali ama na manake pia alikuwa mamlakani, so alisaidia wa Tanzania. Yeah. So yeye labda pengine anaongea kama mwananchi, kufungua watu macho kwamba haya ndio mambo yanayotendeka nyuma pazia. Lakini kwa vile Magufuli aliaga pasi na matarajio, labda pia akawa in shock. Unaona mambo akaanza kumwendea tenge. Vinginevyo Magufuli angekuwa mpaka leo apumzike salama. Hayati Magufuli. Labda angekuwa pia ni mamba wa Kagera, unaona? Angekuwa labda pengine mamba wa Kagera, anaongea na kufanya vitu anavyopenda mwenyewe. Kwa hiyo nadhani serikali kwa njia moja mwingine huwa ni kama mapepo, demons. Zimekaa mahali kila moja na wania damu, unaona? Na ukiangalia vizuri, tuseme kwa mfano ukipewa nafasi saa hii utoe maoni yako, unadhani nini ambacho kinakimbia akilini mwa wale ambao wamemteka Humphrey Polepole wakati huu? Hii ni dunia watu ambao nafsi zao zimekufa ganzi. Kuna watu hata iwahusu. They don't care. Inaweza kuwa tu inawahusu labda kama kutakuwepo na ukosefu wa amani. Kama ilivyo kwa sasa, unaona maandamano, tension kila wakati, na mambo haya yanarudisha maendeleo ya kiuchumi nyuma. So labda wamtengenezee utaratibu wa kumfikisha mahakamani. Mbona wameogopa kumfikisha? Labda anajua atawatibua kule mahakamani. Kwa kweli kama ana makosa ambayo anaweza shtakiwa kwalo, labda wangemtengezea mbamkizia kesi moja kwa moja na mfikishe mahakamani. Lakini sasa wapo ukutani, unaona mambo na hali imekuwa ngumu. Amewekwa kizuizini kwa muda mrefu, na itakuwa ni bahati mbaya afe katika mikono ya hawa watu. Hapo ndio sasa unaweza pata labda pengine kichaa mmoja tu ajitokeze mahali na kamua vinginevyo. Kwa zinajaribu kuunganisha haya matone. Yule Tesha akizungumza akasema kuna mambo Humphrey Polepole amezungumzia na hayazingatiwi. Haya sasa unganishe hizo dots. Sio Polepole tu, mpaka mle serikalini, jeshi la polisi, jeshi la wananchi wa muungano wa Tanzania, wale majasusi, makachero wote kwa ujumla, kila moja yumo ndani. That's why nimekuambia Mama Samia hali ilivyo kwa sasa yupo kwa panic mode. Lazima fichwe kwa bangi ama kwa miadarati. Ili angalau wajaribu kunyoosha mambo, nchi enende kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa ile hali ya Humphrey Polepole kuchukuliwa hapo awali, Mama Samia Suluhu Hassan hakuwa na ufahamu? Haiwezi kosa kujua, lazima ajuzwe tu. Manake intelligence zote lazima zina report kwa rais kila siku. Haiwezi kuwa naisha, atakuwa ni rais ambaye ni hajielewi kwa njia gani, unaona? Lakini hapo mwanzoni ulikuwa umesema kuwa kuna genge la watu ambao wanafanya vitu nje ya utaratibu wa intelligence. Hawezi kosa kujua. Akiuliza chochote kwa wahusika wakuu lazima watamjibu. Hawezi fichwa. So lazima wanajua. Ruto hawezi kuwa amekaa na mambo yanatendeka nchini nyuma pazia na kose kujua. That's why kuna kitu inaitwa NSIS. Tanzania kuna nini, usalama wa taifa. Usalama wa taifa inajua kila kitu. Intelligence lazima apate. Iwe ni Uganda, iwe ni Rwanda. That's why unasikia kuna wakati kabla ya maandamano ama siku ya uhuru, Marekani inatoa taarifa kwa wananchi wake. Kesho msiende, ama kuelekea siku kuu ya ilitwaje maadhimisho ya uhuru ndio. Kweni makini, manake chochote chaweza kutokea. Na tulishuhudia katika taifa nzima kulikuwepo na lockdown. Kila mahali, hatua 20, polisi nini, ulizwa kitambulisho. Ile ilikuwa ni ati watu wamekumbatia amani, ati kwamba wametii, wamekaa nyumbani. Kuna tofauti ya hofu na amani. Naona mambo mawili tofauti. Na hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati moja nchini Kenya, watu wakitazama tu kwa umbali, lakini mambo yalipo zidi, watu wakaamua sasa kujilipua wenyewe, unaona? So katika hili huwezi tawala kwa kuweka hofu katika mioyo ya watu. It's very much impossible. When the right time comes, basi itabidi usalimu amri, makwapa juu. Tuseme kwa mfano ungepewa nafasi ya Hamza
Johari ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo wakati huu anasema kuwa Michael Were Muhusia ndio mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ungemshauri kivipi kuhusu hii issue ya Humphrey Polepole? Yeye ni mmoja mtandao, so sio mtu wa kushauriwa. Na sidhani kana anaweza shauriwa. Maana kama yuko pale kwa maslahi, anaweza kuwa alikuwa ni mmoja wa watu ambao wamepanga yote. Kwa hiyo ni mmoja wa wahusika wakuu. Labda muwe na wenzake kwenye kikundi chao, hiyo deep state, kwa ajili ya kuona ni vipi tumfungulie mashtaka. Hata kama tafikishwa mahakamani na achiwe, sawa. Lakini kwa sasa wana matongo machoni. Ni watu ambao wana masikio mazito. Hawezi wakaelewa makusikia. Na katika hili bado wanaweka nchi katika hali ya taharuki. So ni wao wenyewe watumie hekima ama busara nao. Maana amewekwa pale, ameteuliwa kufanikisha malengo fulani ya wahusika wakuu, kwa maana ule mtandao wa CCM. Unadhani ukiangalia kwa undani, unadhani kuna uwezekano wa Humphrey Polepole kuachiliwa hivi karibuni? Hiyo sasa ni juu ya Samia na watu wake. Halafu tukimalizia hii issue ya Humphrey Polepole, unaweza chora picha ya kile ambacho kiko akilini mwa Humphrey Polepole wakati huu? Alitarajia kwamba chochote chaweza kutokea. So ku preempt, sipo katika mazingira rafiki ama katika hali uhalisia kujua nafikiria. Kwa kawaida binadamu jua umetekwa, umeumizwa, umepigwa, damu imeonekana. So ni hali ya tocha. Kule kuteswa, unaona, ndio labda pengine anapitia. Unakumbuka Boniface Mwangi akifanyiwa unyama, sema kwamba kama hata walimlawiti na kadhalika. So labda hiyo tocha, ama amewekwa mahali kwa ajili ya kujaribu kumpunish na kumpoteza kwa muda mrefu. So yeye mwenyewe labda pengine amejikabidhi mkononi mwa Mwenyezi Mungu, kama alivyosema wakati fulani. Kwa sababu wewe mwenyewe ukachukuliwa ukafichwa mahali, umeumizwa, unajua serikali haikutaki, na ni baadhi ya watu ambao ulikuwa nao serikalini. Naona sasa upepo umebadili, kuna upepo wa kusini na upepo wa kaskazini. Kwa hiyo you are ready for anything. Hiyo sasa ni hali tete mzee. Bana, usisahau kusubscribe.